your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bana, leo tarehe 26 Desemba mwaka 2025 tunakwenda kushuhudia usiku wa maana kutoka kwa Champions One Time. Hassan Mwakinyo anapata nafasi ya kucheza na bondia kutoka nchini Nigeria, Stanley Elbow, pambano ambalo kila mmoja amelisubiri kwa muda mrefu kuona nini kitatokea ulingoni na kuona nini ambacho atakifanya champion Hassan Mwakinyo. Sasa kuelekea kwenye hili pambano, mengi yamezungumzika, mengi tumeyashuhudia, lakini pia hata wao mabondia wamezungumza mengi sana ambayo tumeweza kuyashuhudia. Sasa tukawa tunasubiri kuona kauli ya mwisho ya bondia Tanzania Hassan Mwakinyo kuelekea kwenye hili pambano kabla ya ule usiku. Yeye kwa upande wake anasema nini, licha ya kuongea tambo nyingi, licha pia ya kuongea maneno mengi sana ambayo kila mmoja ameyasikia kwa nafasi yake. Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika, anasema, sioni maneno mazuri ya kutosha kumwambia Mwenyezi Mungu, kushukuru juu ya neema ya afya, uzima na ufiti nilionao kuelekea Desemba 26. Ikimpendeza Mwenyezi Mungu akafanya ushindi wangu kuwa sehemu ya faraja kubwa na matumaini kwa wengi waliozikatia tamaa ndoto zao. Hustling zao ukawe matumaini na faraja kubwa kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, ukalete tabasamu jipya kwa wagonjwa, wanyonge na masikini wote wa jamii zetu tulionao. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekiandika Hassan Mwakinyo kuelekea kwenye hili pambano, na huu ndio ujumbe ambao Hassan Mwakinyo ameweza kutuachia. Sasa kwenye huu ujumbe kuna baadhi ya watu wameweza kujaribu kuidadavua kwa namna ambavyo wao wamefahamu, lakini pia Hassan Mwakinyo ukiangalia huu ujumbe anaonesha ni jinsi gani ushindi wake na utegemea kutoka kwa Mwenyezi Mungu licha ya kujiandaa na kila kitu, lakini jawabu la kila kitu kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini cha pili tumekishuhudia kwenye huu ujumbe jinsi ambavyo amezungumza mambo mengi. Of course ni mwisho wa mwaka, tunafahamu mengi sana amepita kwa mwaka 2025 kama nchi na kama maeneo mengine, lakini pia hata katika hali ya uraia. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo anaamini kuna watu ambao waliweza kupoteza maisha, kuna watu ambao wameweza kupoteza matumaini katika utafutaji wao, lakini pia kuna watu wamejaribu kukosa kabisa tabasamu kutokana na utafutaji, namna ambavyo wanapambana. Anasema kwamba wanyonge na masikini wote wa jamii zetu tulionao waweze kufurahia ushindi ambao ataupata. Kwa hiyo mengi sana ameweza kuzungumzika kwenye huu ujumbe wa Hassan Mwakinyo, na sisi tumtakie kila laheri kuelekea kwenye hili pambano. Hassan Mwakinyo tuona leo anaweza kupata ushindi wa aina gani. Lakini ukiangalia kwenye huu mchezo, jana tumeweza kushuhudia face off ikifanyika na kila mmoja akizungumza kwa upande wake. Hassan Mwakinyo amehaidi kuweza kulipa kisasi, na tunafahamu kisasi hiki kinalipwa kupitia timu ya Taifa Stars. Hassan Mwakinyo anasema kwamba kwa sababu Stars alipoteza dhidi ya Nigeria, kwa sasa imerudi tena Tanzania na Nigeria kwenye upande wa masumbwi, na yeye ndio mtu pekee ambaye anaweza akalipa kisasi kile ambacho kimeweza kujitokeza kwenye ile timu ya taifa. Lakini cha pili ambacho amekizungumza Hassan Mwakinyo, anasema amejifunza na amejifua kwa muda mrefu sana, kwa hiyo mashabiki zake wanatamani kuona kile ambacho amejiandaa nacho Hassan Mwakinyo. Mwakinyo anasema hawezi kumaliza hili pambano katika raundi za mwanzo, anataka kuonyesha utofauti wa mchezo wa masumbwi, utofauti wa utaalamu wake na mabondia wengine ambao tumeweza kushuhudia wakipata nafasi ya kuweza kucheza mapambano tofauti. Hassan Mwakinyo anasema wengi wanamzungumzia katika hali ya ubaya, na anaamini ya kwamba huo ubaya ndio anataka kutoa elimu ya boxing jinsi ambavyo wanacheza. Anasema kwenye mazoezi walimu wanaona vitu vingi sana vya maana kutoka kwake, kwa hiyo anasema mashabiki hawajui vile ambavyo huwa vinaonekana ulingoni. Kwa hiyo hataki kulimaliza ile pambano mapema, atalipeleka kuonesha ujuzi na ufanisi wake wa kujiandaa mpaka raundi za mbele. Sijui nini kitatokea na tujue kitu ambacho amejipanga nacho Hassan Mwakinyo. Kila mmoja anasubiri kuona wasaa ukifika pale ulingoni nini kitatokea. Lakini mpinzani wa Hassan Mwakinyo naye amejaribu kuweka wazi kwamba anarudi tena ulingoni kuhakikisha kwamba anamuonyesha vilivyo Hassan Mwakinyo, na kile ambacho amejiandaa nacho ndicho ambacho anakuja kukionyesha katika ardhi ya Tanzania. Amesafiri kutoka kwake na amekuja katika ardhi ya Tanzania. Anaamini ya kwamba atakuja kupata matokeo mazuri kwa sababu safari yake ni ya ushindi. Hassan Mwakinyo anaingia kwenye hili pambano akiwa na rekodi ya kuwa na mapambano 27 mpaka hivi sasa, akiwa ameshinda 24, amepoteza 3
tofauti na kutoa sare pambano moja ni ushindi ambao Hassan Mwakinyo anautegemea. Moja kati ya swali ambalo aliulizwa na waandishi wa habari, aliambiwa kwa sasa unarudi ulingoni lakini hatuoni ubingwa wote ambao unaenda kuupigania. Hassan Mwakinyo akasema, nimekaa kwa muda mrefu nje ya ulingo, kwa hiyo mashabiki zangu wamemiss kuniona ulingoni nikifanya kazi ya boxing. Kwa hiyo ushindi au mkanda wote kwangu sio kitu, lakini ninachoamini naenda kuwaburudisha mashabiki zangu ambao wamemiss kuniona ulingoni. Kwa hili pambano halitakuwa na ubingwa wowote, lakini Hassan Mwakinyo anaenda kuwaonyesha mashabiki zake kwamba yupo na mchezo masumbi bado yuko nao. Stanley Eribo ni bondia kutoka nchini Nigeria. Tunafahamu yeye rekodi yake ana jumla ya mapambano 19, ameshinda 18, hajapoteza pambano moja lakini ana sare moja. Anakuja kucheza na Hassan Mwakinyo akiwa na rekodi ya kuweza kupata matokeo ya sare kwenye pambano lake la mwisho ambalo tulishuhudia tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Kitu ambacho huenda kitampa hasira kubwa sana kuja kufanya makubwa kwenye hili pambano kutokana na matokeo ya pambano lake la mwisho kupoteza. Lakini kwa Hassan Mwakinyo anaingia kwenye hili pambano akiwa na ushahidi wa kuweza kupata matokeo mazuri ya technical knockout kwenye raundi ya 9, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 10, lile ambalo Hassan Mwakinyo alitetea kwa mara ya pili ubingwa wake wa WBO Africa dhidi ya bondia Daniel Latey, bondia huyu kutoka nchini Ghana. Pambano lilipigwa pale Warehouse Masaki, Dar es Salaam mwaka 2024. Yes. Kwenye hili pambano, namna ambavyo maandalizi yameshafanyika na jinsi ambavyo kila mmoja amejiandaa, wewe kwa upande wako nani unampa matokeo ushindi mapema zaidi endapo wakali hawa wawili watakutana? Na kila mmoja amezungumza kwake na rekodi ambazo tumeziwasilisha ndio hizo, lakini ujumbe wa mwisho wa Hassan Mwakinyo anasema ushindi huu ukawe tumaini na tabasamu kwa wale wote ambao wamepitia changamoto mbalimbali kwa mwaka 2025, na leo ikiwa ni siku ya Boxing Day. Pambano litafanyika Warehouse Masaki, Dar es Salaam, na ni pambano ambalo limeandaliwa na promotion ya ngome za kulipwa nchini Tanzania, Peak Time Media. Tukutane kwenye comment na nini ambacho unategemea kukiona kwenye pambano hili. Kitu ambacho watu hawakijui, boxing haina hela. Yaani sisi ndio tunapambana kutengeneza mazingira rafiki ya maboksa wawe na hela, maboksa ambao wakati mwingine wanatukosea adabu, kutuongelea vibaya nyuma pazia, lakini sisi kaka zao tunajaribu kuweka nguvu na jitihada kubwa kuhakikisha labda yanaweza kubadilisha maisha yao kwa namna fulani. Kitu ambacho najipongeza ni kwamba nimeanza boxing ya Tanzania, ilikuwa kila raundi tunalipwa 10,000. Ukipigana raundi 6 unapewa 60,000, lakini leo nimefikisha boxing mahali nikimwambia promoter Semunyu bondia wangu anacheza raundi 6 milioni 3 akatai, sio kitu kidogo. Kuna maboksa ambao baba zao hawajawahi kupata kazi za kupata hata mshahara wa 100,000 kwa mwezi, lakini leo mtu ana uwezo akapigana pambano moja akapeleka milioni 7 kwao, sio kitu kidogo. Kwa hiyo najipongeza kuitoa boxing nilipoitoa kuleta hapa, japokuwa dharau zimekuwa nyingi, matusi na kashfa, lakini boxing ni mchezo mgumu sana kuliko watu wanavyofikiria. Watu wengine wapo kwa ushabiki, lakini sisi tupo kwenye ajira, ni kazi. Kwa hiyo mimi na elimu kubwa sana na uelewa mpana katika sanaa ya mapigano hasa kwenye boxing. Kwa hivyo najua na yeye ana vyake. Sasa nachoweza kuahidi kuwa nitasimama upande wangu kama Mtanzania kurudisha heshima ya nchi yangu. Haya mengine tumwachie Mungu. Ndio boxer mwenye washabiki wengi duniani kutoka Tanzania, ndio boxer mwenye washabiki wengi Tanzania, ndio boxer anayegusa hisia za watu wengi, anayependwa na watu wengi, anayefuatiliwa na watu wengi, na ndio mtu pekee ambaye boxing inanihitaji kuliko ninavyohitaji kwa sasa. Kwa hiyo hakuna namna uwezi kulitaja jina langu kawa salama kwenye boxing. Nafikiri hiyo inaweza kutosha. Nikienda nayo katika sura ya kisasi, manake nitapigana. Kwa hiyo inaweza ikatokea knockout raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ambapo mimi binafsi haitanifurahisha kwa sababu nimejiandaa. Yani nataka, unajua kuna watu wengi wameibua mjadala na maswali mengi wanaposikia Mwakinyo anajiita professional boxer. Sasa kuna namna ya kuitofautisha ile professional boxer na boxer yenyewe. Umeelewa? Sasa natamani nipate muda mrefu ili nionyeshe kile ambacho ninacho cha ziada watu wengi ambao hawana, ili nikisema mtu ajue ana haki kusema vile kwa sababu ana fulani anakifanya fulani hawawezi kukifanya. Natamani tufike huko. Lakini nikibeba hisia za kisasi, maana yake nitakwenda kwenye vita ambavyo
haitakuwa nzuri kwangu. Naweza kushinda hivyo, lakini bado nitakuwa nimefanya mazoezi miezi 8 7, vitu ambavyo ninavyo bora wanaviona wanaonisimamia mazoezini, hawavioni watu wengi ambao watakuwa wamejaa kwenye hadhira siku ile wanataka wanione. Kwa hiyo tuende nayo kuwa tunahitajika tupate matokeo mazuri kwenye hilo pambano, kuleta heshima ya nchi, lakini pia kuonyesha mchezo mzuri ambao utafanya kila mtu aone thamani na umuhimu wangu wa kuendelea kwa kwenye tasnia. Huyu hapo Eribo tayari kwenye mzani. Nimesoma ngapi huko? 71.7. 71.7. Sasa ni zamu ya Champez One Time Hassan Mwakinyo. Ngapi huko? 71.7. Fight ipo ama haipo? Uzito umekaa, fight ipo. Uzito umekaa, fight ipo. Salam alaikum Tanzania. Alaikum salam. I'm happy to be here, and I really appreciate the organizers, the big time promotion, and the expensive fight. It is a big one. Yeah, I'm here for a business. I'm here to take on Hassan Mwakinyo. I'll be hearing Hassan terrorizing the continent of Africa, but this fight is going to be exceptional. Boxing Day is going to be exclusive. I invite every one of you from far and near. Tell your fans that Edo Boy Stanley Eribo is on the Tanzania to take on Mwakinyo. Nimefurahi kuona mashabiki wengi na kocha pale Barukweli, nimefurahi kumuona mpaka leo yuko kwenye game na katika watu ambao wanaipambania tasnia sana. Kitu kimoja napenda kusema kwenu mashabiki, msiendelee kutugawa mabondia, msiingie katika bifu zetu, kwa sababu mwisho wa siku nyinyi mnawasupport maboxer ambao kwa pamoja kushirikiana na mimi au na sisi ndio tunafanya tasnia yetu kuonekana imeendelea leo. Nitoe na shukrani zangu za dhati kwa familia yangu, washikaji zangu wote ambao wamesafiri, wamekuja hapa, na hata ambao sio washikaji zangu lakini wamekuja kwa niaba ya kuwasupport maboxer wenzangu ambao nitashiriki nao Ulingo kesho. Nimesikia aliyozungumza huyu brother Meni, lakini ni kawaida ya kila mtu anayefanya ibada kuwa na uhakika wa kwenda peponi, lakini uhalisia wa kweli hatima ya pepo ya mtu anayejua Mungu mwenyewe. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema, na nitamani sana siku ya leo itokee kwenye maisha yangu. Nafikiri hakuna sababu itakayoweza kufanya pambano litokee unless promoter Semunyo awe amekufa. Hassan Mwakinyo dhidi ya Stanley Eribo kutoka Nigeria. Bila shaka kile kisasi cha Taifa Stars kesho kinakwenda kulipwa. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.